taratibu. Swala la rushwa hakuna mtu ambaye alikuwa anajua na inawezekana pia likawa limeshtua. Kwa hiyo labda kwa kuambia tu watu kwamba mimi kwa uelewa wangu hii sio taarifa ya uchunguzi. Ndio. Haya ni majibu waliopewa Yanga kwa nini mchezo hujaahirishwa. Kwa hiyo uchunguzi bado hatujapewa taarifa kwa mimi ninavyoona. Na taarifa inasema kuna dalili. Bado taarifa yenyewe haikamiliki kwamba ni hiki kitu kilikuwepo. Kuna viashiria. Yani mpaka sasa hivi kila wanachokifanya bodi ya ligi kinazidi kurudisha maswali mengi kwao na kudhibitisha udhaifu ambao bodi ya ligi walikuwa nao tangu kwenye maandalizi ya mchezo mpaka siku mchezo unagairishwa, kile kikao walichokuwa wamekaa wao wenyewe. Kwa sababu bodi ya ligi kila watakachokifanya wananukuu kanuni kwamba kanuni ya ligi kuu inataka kitu fulani, kanuni ya ligi kuu inataka kitu fulani. Sasa jana nilijipa muda wa kufuatilia kanuni zote za ligi kuu Tanzania bara. Kuanzia kanuni ya 34 mpaka kanuni ya 37 inawazungumzia match commissioner, inamzungumzia GS, inamzungumzia pia na msimamizi wa kituo. Hizi ni kanuni ambazo ndani yake zina maelekezo hawa watu wanatakiwa kufanya nini ili mchezo uchezwe. Hawa wote wanatakiwa kuwepo kwenye eneo la tukio kabla ya mechi, wakati wa mechi na baada ya mechi, na kufacilitate kila kinachohusishwa na mchezo husika. Sasa narudi kwenye barua ya ligi kuu kuelekea kwa klabu ya Young Africans, nikinukuu mstari mmoja unaosema kwamba Simba Sports Club haikupaswa kuwataarifu yoyote yule kama wataenda uwanja wa Benjamin Mkapa kufanya mazoezi. Meaning bodi ya ligi wao hawakutakiwa kufanya assumptions. Bodi ya ligi walitakiwa kuishi kwenye kanuni zao na kutuma officials wa bodi ya ligi kuwepo pale uwanjani ili Simba akifika ingie uwanjani. Bad enough, barua ya Simba inasema walipofika uwanjani walizuiwa kufika uwanjani. Taarifa inaenda mbali zaidi, inasema kwamba hapakuwa na official hata mmoja wa TFF aliyekuwepo pale uwanjani. Walikuja baadaye. Meaning bodi ya ligi wao wenyewe walishindwa kuwepo kwenye eneo la tukio kumruhusu Simba kuingia uwanjani. Bad enough, anakuja kuongezeka mtu mwingine hapo katikati, mzee wetu Hashim Abdalla, na mheshimu sana, ni askari, ana cheo chake kizuri, mkuu wa usalama wa mechi. Alipofika pale mzee wetu Hashim, yeye pia akiwa kama personnel wa bodi ya ligi alishindwa kufacilitate mazingira ya Simba kuingia uwanjani, kwa sababu taarifa inasema waliowazuia Simba kuingia uwanjani hata baada ya match commissioner kumwambia meneja wa uwanja kwamba Simba waruhusiwe, wametajwa watu ambao wanaitwa mabouncer au makomando. Hawa leo kweli tuwe serious ndani ya hili taifa, kweli makomando ndio wanafanya mechi isichezwe? Yani makomando wana mandate gani ya kumzuia mzee wetu Hashim kuhakikisha kwamba Simba wanaingia uwanjani? Meaning mzee wetu Hashim alishindwa kabisa kufacilitate mazingira ya kuwaondoa wale makomando, either kwa kutumia power alionayo ama kwa kufuata ule utaratibu, ama hata tu kwa kuhusisha vyombo vya usalama kuhakikisha kwamba wale watu pale wanaondoka. Kwa sababu nimefuatilia video zote, nimefuatilia maandiko yote, hakuna sehemu ambapo vurugu zilizofanyika zilikuwa zina athari kubwa kiasi kwamba tuitem kama hali mbaya ya usalama. Leo tukizungumzia usalama, jana kwenye kipenga nilikuwa nagusia hapa kwamba leo tutasema hapa kwamba sababu zilizofanya ule mchezo ugairishwe kwa mujibu wa bodi ya ligi wenyewe na barua zao zote ni kwamba ni sababu ya kiusalama. Tutakaa hapa mwenyekiti, saizi inaonekana kuna rushwa. Yes, hiyo rushwa ni kipengele kingine ambacho kimeongezwa na wao tena. Tukibaki na ile essence ya usalama, leo tutawakumbusha watu, mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee wetu Steve Mguto aliojiwa na vyombo vya habari majira ya saa 2 akisema kwamba mechi ipo. Leo Karim Boimanda alisema mechi ipo. Leo ukipita kwenye, nilikuwa napita hapa sio muda kwenye post za page za TFF na bodi ya ligi, nimezikuta posta za Yanga ambazo mechi ya Yanga na Simba ambazo zilipostiwa majira ya saa 4. Meaning bodi ya ligi walikuwa very sure kwamba ile mechi inachezwa. Meaning hapakuwa na viashiria vyovyote vya hali mbaya ya kiusalama, na ndio maana bodi ya ligi waliruhusu personnel wa bodi ya ligi kusimama getini kukagua mashabiki waingie uwanjani. Waliruhusiwa watu kuingia uwanjani kwa sababu bodi ya ligi walikuwa very sure kwamba hapana tatizo la kiusalama, hapana tatizo lolote lile na mechi ipo. Meaning wanapokuja sasa hivi kutuambia kwamba mechi haikupaswa kucheza kwa sababu za kiusalama, inarudisha tena majibu kwao kwamba wao walishindwa kabisa kuishi ndani ya kanuni zao. Meaning kuna udhaifu mkubwa mno ndani ya bodi ya ligi. Yani bodi ya ligi leo
hawawezi kumlaumu Simba kugomea mechi, bodi ya ligi leo hawawezi kumlaumu Yanga kama atagomea mechi inayofuata, bali wao wenyewe wakae chini wafikirie kwa namna gani ambavyo walipelekea hii mechi kutochezwa. Madhaifu yote yana link kwao. Picha ilivyo hivi sasa, ukiona maandiko ya baadhi ya mashabiki wa Yanga, jana nimeona kuna vipeperushi sijui makaratasi yale yanazungumzia Rais Karia na za kikachero Ibra, ni kwamba kwenye mechi zinazofuata za Yanga baadhi ya mashabiki wa Yanga wataonekana na vile vipeperushi uwanjani. Na leo kuna dabi ya wanawake hapo, hatujui kama pia vitatumika, kama wanaweza kaingia navyo uwanjani. Inaonekana Yanga kumechangamka, ukiona maandiko yao daima mbele nyuma mwiko. Alikama kashaandika hizo mbili, sijui amepost yupo na Rais Arafati leo kasema ukiona maji yametulia usikadirie kina chake, haya maji yatakuwa marefu sana. Kwa hiyo kumekuwa kuna maneno mengi sana kutoka Yanga. Na hii taarifa huko tunavochezaga kwenye magrupu yetu tunasema hii taarifa ije nje kwa bahati mbaya. Hii taarifa kuna sehemu imetoka. Kama sio Yanga basi kwenye bodi huko. Hii taarifa imetoka kwa sababu mpaka saa hizi hakuna kama ilivyokuwa ya Alikamwe kufungiwa. Ilikuwa ni ndani tu huko zimefika nje. Wametoa kupima upepo. Hili ni jambo ambalo tumekuwa tunalizungumza kila siku kabla ya kusikia mashabiki. Kitaratibu kama ambavyo taarifa imesema. Naona hata Yanga wakienda kasi ni ngumu sana kupata alama 3. Ni ngumu kupata alama 3. Na ni ngumu pia Simba kumnyima alama 3 kama jambo likifika mbali, kwa sababu ndio mamlaka. Ulimwambia Simba mechi hamna. Na at the end of the day ukienda huko kasi, sheria ndo zipo sawa za mpira wa miguu. Kanuni, kila nchi ina kanuni zake. Hata kasi ikitokea wakirudi huku watarudi tena kwenye mamlaka, kwenye bodi, watacheza na kanuni. Jambo hili naona Yanga hata wakisema waende kasi, kwa sababu hata before kwenda kasi kitaratibu Yanga inatakiwa acheze kwanza na kamati ya rufaa kwanza ndani hapa kabla ya kwenda kasi. Ukate kwanza rufaa upambane na mambo hayo mengine. Kwenye sheria ambayo Yanga wanaweza wakasimama nayo mpaka sasa hivi ni sheria ambayo inahusu kusababisha mchezo kutokufanyika. Yes, yani mtu aliyesababisha mchezo kutokufanyika ni nani? Ambaye ni mwenye mamlaka. Sasa hapa grounds pekee ambazo Yanga wanazo ni kama itagundulika kwamba hoja ya Simba kupitia barua yao ambayo walipeleka bodi ya ligi na kusema kwamba kutokana na sababu hizi sisi hatutofika uwanjani, iliyopelekea bodi ya ligi kugairisha ule mchezo. Kama zile hoja hazitokuwa na mashiko, Yanga anaweza kawa na grounds ya kupewa. Atakayepima hoja zina mashiko au zina mashiko nani? Sababu zilizopo ni za kiusalama kama zilivyotajwa, rushwa. Ndipo hapa inapokuja kukusanywa ule ushahidi na kuangalia, je, sababu hizi za kiusalama ambazo zimetajwa kama chanzo cha Simba Sports Club kwenda uwanjani kwa ajili ya mchezo kupitia kanuni either ya kuto train siku moja kabla ya mchezo kama ndio sababu ya Simba kutofika uwanjani, pia bodi ya ligi kuishi na hizi sababu huku wakiongezea sababu zao. Hizo sababu ambazo zitawekwa pale ambazo zitakuwa zimethibitishwa na vyombo vya usalama, zitakuwa zimethibitishwa na mamlaka husika, example TAKUKURU ambao wametajwa humo ndani, kama ni sababu nzito Yanga hatakuwa na ground. Lakini kama si sababu ambazo zina mashiko kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia mara nyingi kesi zinazoenda kasi, mfano mzuri kabisa kesi ambazo zimekuwa zikiamuliwa kwa mamlaka straight bila kuwa na kona ni kesi ambayo imewahusisha sasa hivi RS Berkane pamoja na Usma. Usma wao sababu za mchezo dhidi ya RS Berkane kutofanyika ni sababu ambazo zililink serikali. Usma mambo ya kisiasa. Usma wakaambiwa hilo ni jambo ambalo lilikuwa ndani ya uwezo wenu kufacilitate ule mchezo kufanyika. Hivyo huo mchezo kutofanyika kwa sababu serikali imeingilia kati, si sababu auoni kama kwa sababu hii kesi ya Simba mfano kama ukichukua ya Usman na Bekane kwa sababu hii yani ndio maana mimi nasema atakayeenda kuhoji, kwa sababu mfano hii taarifa ambayo haijatoka rasmi ukiiona kuna sehemu inasema bodi ya ligi iliona kuna madhara hasi, si ndio? Madhara hasi madogo kama wakiahirisha mchezo. Yani wao waliona tukiualisha huu mchezo hakuna sababu hakuna madhara makubwa atakayojitokeza. Kwa hiyo kama ukichezwa. Kwa hiyo na ndio maana nasema kwamba walihofia kutokea kwa madhara kabla au baada ya mechi. Lakini waliamua waahirishe kwa sababu waliona madhara yatakuwa madogo kama wakiahirisha mchezo. Na ndio maana nikauliza atakayepima
ni nani. Kwa hiyo ndio twende kwenye kamati ya rufaa, kwenye umesema Ibra, Yanga waende rufaa au Yanga waende kasi, kwa sababu at the end of the day kanuni hizo wakanda ambazo tunazisoma kuna eneo zinampa mamlaka bodi ya ligi yeye kuahirisha mchezo. Sasa kwenye Ibra, hapo kwenye sababu za kuahirisha mchezo, kanuni ambayo inamtaka hivyo bodi ya ligi, na hisi ni kanuni ya 32 ina vipengele zaidi ya vipengele kama 5 hivi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. 1.1 mpaka 1.3 zenyewe zimetoa sababu ambazo zinaweza zikawapa bodi ya ligi mandate ya kugairisha ule mchezo. Kuna sababu za hali ya hewa, kuna sababu nyingine iko pale ambayo ni 1.2, na sababu ya 1.3 ndio hii ambayo bodi ya ligi wameitumia kwamba ikitokea kuna dharura ambayo bodi ya ligi wameithibitisha pasi na shaka, bodi ya ligi wawe wamethibitisha, sio kuwa na mashaka kwamba inaweza ikatokea ama haiwezi kutokea. Yani thibitisha kwamba kuna sababu 1, 2, 3, sio mimi, ni kanuni. Bodi ya ligi wathibitishe sababu isiyo na mashaka. Sasa hapa walichokifanya kwenye bodi ya ligi, ukisikiliza kanuni zao, ukisikiliza maandiko yao, ni kwamba ilitumika hisia kwamba labda katikati ya mchezo inaweza ikatokea vurugu, labda mwishoni mwa mchezo inaweza ikatokea vurugu. Kwa hiyo labda wakanda sote kidogo. Kwa nini unasema hisia wakati tunaambiwa kwa taarifa ya match commissioner ambaye alienda na kwa mujibu wa Hashim Abdalla afisa usalama wa mechi ambaye alienda na kama jambo hilo wamelisogeza kwa ndio maana nasemaje kwamba saa hizi tunavyozungumza sisi ukiangalia na tukisikiliza sababu zilikuwa ni dhaifu kwa sisi, lakini kuna wataalamu ambao wanadiscuss hili jambo. Ndio maana nasema kwa nini tusijipe muda, ndio maana nikasemaje tuongee ukweli. Ndio maana wakanda sababu ukiziangalia kwa macho ni nyepesi ambazo Simba walizitoa, lakini ogopa report, lakini kwa saa hizi kwa nini tusiwe na akiba ya maneno? Ndio nikasema what if taarifa zikaja na kuna watu wakakutwa na makosa wakachukuliwa sheria. Msaiba leo tuongee tu ukweli ambao au tuweke labda probability hivi. Mfano Simba angetrain siku ile, bodi ya ligi wangesema kuna sababu ya kiusalama. Yani Simba tu angetrain siku ile kwamba mzee Hashim Abdalla angefanikisha Simba kuingia uwanjani. Leo bodi ya ligi wangesema kuna sababu ya kiusalama kugairisha ule mchezo. Meaning sasa ndio nasema yani kwamba Simba angetrain tusingefika hapa. Meaning bodi ya ligi wanatafuta sababu za kujustify makosa yao wenyewe. Yani hapa Simba tu angetrain pale na kusingekuwa kuna barua ya Simba kusema kwamba hatuji uwanjani kwa sababu hatujatrain. Imechi leo tusingekuwa tuna discussion. Hichi kinachofanyika sasa hivi bodi ya ligi kuingiza mpaka sababu za rushwa ni namna tu ya kujustify. Wao naamini wanatengeneza rushwa, wametengeneza hizi sababu za kupikwa. Bahati mbaya sana wakanda mimi naogopa ripoti sana. Mimi wanaogopa ripoti kwa maana ripoti inahusisha wataalamu wa eneo husika, maoni yanaruhusiwa sababu kuna usalama na vitu kama hivyo. Ila bahati mbaya ya ripoti huwa inaeleza vitu kitaalamu kulingana na eneo, alafu sasa nyie mtabaki na kanuni zenu baada ya ule ushauri wa kitaalamu kutokana na wale waliokabidhiwa kwenye hilo jambo. Wasiwasi wangu upo kwenye maamuzi yoyote yatakayofanyika yakirudi kurifaa kwenye kuahirisha mchezo, kulikuwa na influence ya nani? Kama kulikuwa na influence ya Simba, muathirika ni Simba. Kama maamuzi hayakuwa sahihi ya kuahirisha mechi, yalikuja kutokana na influence ya Simba, muathirika ni yani Elbo. Sasa hizi Simba utamwadhibu vipi? Ndio maana nakwambiaje, wakati wewe mimi siadhibu, mimi naadhibu pande zote tatu zina makosa. Ndio maana mwanzo niliadhibu pande zote tatu. Kuna maeneo zina makosa. Simba kosa la ujanja la kutumia kanuni ambayo unaiona kabisa hawatotimiza, ukaamua Elbo ngoja tulipe kwanza bili. Wewe mtaalamu pia wa mambo ya kinani, kuna kesi ambazo huwa zinakuwepo mahakama inashtakiwa, unaipinga, unaenda mahakama ya juu, unaenda mahakama lakini unapinga maamuzi, yani maamuzi ya mahakama unayapinga kwa kukata rufaa. Kwa sababu kitu ambacho mimi nakiona saizi hapa ni bodi ya ligi kuhukumiwa. Tena wanahukumiwa kwa kanuni ambazo wamezitunga na kuzisimamia. Ndio maana kuna eneo ambalo naona yani ni kama leo hii yani mahakama iende, yani ndio umezungumzia. Kuna mahakama ya rufaa pia inaweza kurudisha mahakama ya mwanzo, jambo likaanze kutokana na mwenendo wa. Ndio maana nasemaje, najaribu kumtazama huyu Simba. Najaribu kumtazama huyu Simba. Huyu Simba atakuja kuathirika vipi wakati yeye baada ya kupeleka ombi lake kwa wasimamizi wakamkubalia, na kitendo cha wasimamizi kusema kwamba mechi imehairishwa, maana yake mchezo kutokuwepo. Na kwenye taarifa inasema Yanga wamevunja kanuni
kwa kitendo cha kwenda uwanjani wakati mamlaka imezuia. Kwa hiyo Simba alikuwa amefuata kanuni. Ndio maana nasema ndio maana Simba sasa hizo wao unaona hapo kimya. Kwenye report unaweza ukakuta Simba wamejumuisha kwamba wachezaji wetu walipuliziwa kitu ambacho tulikuwa na mashaka nacho. Mambo ni mengi. Na ukuta watu walienda hospitali usiku ule. Unajua report ni kitu ambacho mitazamo na maoni ni kitu tofauti dhidi ya report, kwa sababu kwenye report watu wana include vitu vya kitaalamu kuepuka, sio kwamba hawajui. Ndio maana nasema Simba na Yanga wote wanajuaga mwanzo wa tukio, namna ya kulitengeneza na mpaka mwisho wanalimalizaje na watatekenya wapi, huwa wanajua kabisa, na mamlaka nazo zinajua hawa wanatutekenya kwa sababu wanajua kuna hili, na ndio maana hizi issue wote wawili watakuwa wameinclude kwenye report. Zile mbwembwe zote za kupeleka timu wakati imezuiliwa, zote hizo wanafahamu. Na ndio maana sasa sisi kwenye kujadili na kutoa maoni, nadhani kama ulivyosema, tukisubiri ripoti ya watu wa usalama sasa maeneo yote yaliyohusishwa, yawezekana tukaja na eneo la hukumu moja tu kwamba bwana udhaifu ulikuwa hapa, hii ngoma wote tuweke mikono chini, silaha chini, tuendelee na mambo. Mpaka saa hizi bodi tutawapiga sana. Kwa hiyo hapa saidia ya bodi ni vyombo vya usalama vinakujaje. Ndio eneo pekee ambalo lipo. Hawa Kandesi kasema za kupikwa. Sisi tusubiri. Kama hamna rushwa, kulikuwa hamna uvunjifu wa amani, Kasongo itabidi aseme zile kauli wao zinasema baada ya kukaa na familia yangu nimeamua. Bwana nikwambie tu ya kwamba tukiwa tunapiga hizi story zote, afya ni moja kati ya jambo la msingi sana. Mazingira tunayoishi kuwa bora ni moja kati ya jambo la msingi sana. Naamini kujuza tu kwamba Mtu ni Afya tunakuletea mambo ya kisasa, tunafanya kweli kuishi kisasa zaidi, na ndio maana nakwambia kwamba tunajivunia kuwa Watanzania wengi sasa tunazingatia usafi wa mazingira na kuhakikisha maji na chakula vinakuwa salama. Lakini je, maji yako ya kunywa yamechemshwa sawa bwana au kutibiwa? Sio kama unanielewa. Lakini pia hakikisha kila mara unakunywa maji yaliyo salama. Moja kati ya jambo la msingi sana tunavyokuwa kipindi hicho unavyoenda shule, ukiachana mambo yote, mama alikuwa anakuambia usinywe maji ovyo. Kwa sababu tunajuaga madhara ya maji huwa yanakuwa ya moja kwa moja. Kwa hiyo hakikisha kwamba unapata maji yaliyo salama. Na je, chakula unachokula kimehifadhiwa vizuri na kuliwa kikiwa bado cha moto? Mambo ya kula viporo hayatakiwi. Kula chakula cha moto, kula chakula fresh. Sawa bwana. Lakini pia tusisahau pia kunawa mikono kwa maji safi na sabuni kabla ya kula. Hakikisha unafanya kweli kwa kuzingatia mambo haya yote. Na kama tayari unatunza mazingira yako katika hali ya usafi, unakunywa maji yaliyo chemshwa au kutibiwa, na unakula chakula safi na salama kikiwa bado cha moto, basi wewe unafanya kweli. Mtu ni Afya, fanya kweli, usibaki nyuma. Acha masuala ya kula viporo na mambo kama hayo, au sio bwana? Fanya kweli. Tupo na Mtu ni Afya. Hii ni Kipenga Extra. Mimi ni Ibrahim Kasuga, nipo na Elbagas Myaluko yupo hapa ndani, Jof Master yupo, Niva Mbaga mchungaji, na Samu Rashid Wakanda naye pia yupo humu ndani. Tunapata break fupi, tutarejea kuja kumsikiliza Haji Sande Manara akisema rais wa TFF amelewa madaraka. Africa Radio. Yo, my punch BMB hapa. Yo, is Mbiri the storyteller from Soul Generation of Kenya. Kama mama Nyandu. Ozi Wozi. Raka R.A.D.O. Rado. Yeah, it's your boy Rasco Sembo hapa. How sio? This your boy Senator Worldwide. Stop at the rhyme, make the bad, rap at the bad, chata the acid, dan dada. Unasikiliza Star Africa Radio, broadcasting live and direct from Dar es Salaam. Dar es Salaam. Tune in. East Africa Radio. Together tunawakilisha Kipenga Extra. Kipenga Extra.